Wewe ulivyomaliza mkataba kwanza ulikuwa hata hujaenda kujaribu na mapombe hivyo. Sijui ulienda kupata mastress gani. Ukaamua kunywa pombe tu. Matokeo yake umezeeka kuliko mimi. Wewe una miaka mingapi? 41. Mimi sina kuzidi miaka 5. Pombe zinakuchakaza. Pombe sio chai. Acha kabisa. Sasa hivi umeamua kurudi, fanya kazi, focus na kazi. Sawa? Ukiwa kazini mimi najua kabisa watu wa pombe wanaweza kwenda hapo dukani ukashangaa ana kidude kile. Kuna siku hapa nimesema mimi najali pombe kweli. Nilikuwa namuona yani amechangamka. Nikasema huyu ametoka nje leo, hajatoka. Hakuna mtu yeyote alienda akamtuma kidude cha arudi nacho. Basi kwa hiyo ndio hivyo. Usinywe. Pombe zipo tu. Kwanza yani umeshachakaa kwa sasa hivi ule vizuri urudie afya yako. Unajua nilikusahau. Ulienda kutana na mzee gani huko akiwa wapi? Mkawa ni kujida tu. Haya. Sasa hivi usifanye tena hilo kosa. Ukafanye kazi, pata hela, fanya biashara zako. Usinywe mataputapu, umesikia? Hata kama unakunywa unywe viwaini kidogo kidogo. Umesikia? Wewe bado mdogo sana Amina. Naongea na wewe. Wewe bado ni mdogo sana. Ulipata shida za kiafya akili? Uliamua tu kujiachia. Uliolewa? Kwa hiyo muda wote toka ulipomaliza ule mkataba ulienda wapi? Mtoto mimi sikuwa na mtoto wangu alikuwa na shida. Hebu mpe nani maiki. Mtoto wangu ana shida ndio maana nilikuwa nimeenda nyumbani kwanza Moshi. Una mtoto mwenye shida? Alikuwa na nani na siko seli kwa nilikuwa nimeenda Moshi. Sasa hivi iko wapi? Sasa hivi iko vizuri, kwa na bibi yake nimemwacha hapo hapo Mbeya. Wako Mbeya? Mbeya kwa bibi yake mzana? Mzaa mama. Mama yako yuko Mbeya? Lakini wa Moshi la tu ameenda huko kwa ajili ya matibabu. Mike weka hapa mdomo. Ameenda kwa ajili ya matibabu yake. Mbeya? Ana shida gani? Na vidonda vya tumbo tu. Kwa hiyo kule kuna hospitali au mitishamba? Ameenda kule kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya yani na unajua mtu akishafikia uzee na maradhi mengine, kwa hiyo akalie sehemu moja ambao mtu yani aliyokuwa naye anafanya kazi zake hapo hapo, yani sio mtu kuna mtu ambaye anamhudumia. Kuna mtu anamhudumia. Okay. Ni ndugu yako? Anamhudumia mama. Kwa hiyo yuko na mtoto wako. Mtoto anasoma? Ana umri gani? Ndio miaka 7 ndo darasa la kwanza mwakani. Ni wa kike wa kiume? Wa kiume. Wa kiume. Kwa hiyo shida ya siko seli mnafanyaje? Sasa hivi nishafuata nani, anaendelea vizuri sasa hivi, hana shida tena. Okay. Wamemzembea kidogo. Walikuwa wamemzembea tu kidogo. Walikuwa wamemzembea. Maana ile si anatakiwa awe anakunywa dawa? Kwa hiyo aliacha kumpa dawa. Aliacha kumpa dawa, ni hatari. Sawa, baba yake yuko wapi? Baba yake yupo. Wapi? Nani, Moshi. Moshi. We mama Moshi, baba Moshi. Ndio huyo ulikuwa unakunywa naye? Hamna hata mawasiliano mimi sina. Mimi na watoto wangu wawili, sina hata mawasiliano. Una watoto wawili? Mwingine? Yuko kidato cha 6 Iringa. Sasa mimi nimeshangaa unasema mtoto wa darasa la 7 wa miaka 7 huyo wa kidato cha ngapi? Cha 6. Cha 6. Huyo babake yuko? Baba ni mmoja, sijazaa tofauti. Baba yao ni huyo mmoja. Kwa hiyo naye watoto wawili. Kwa hiyo ikawaje mkaparangana? Si ndio kama hivyo tena. Mlevi? Hapana. Ila mambo ya kwenda. Mambo tu ya kwenda. Unajua tu nani wakati maji yapandi mlima. Wakati unakuja kufanya kazi mlikuwa mshaachana? Mlikuwa mshaachana huyo baba? Na mtoto ulimwachia nani sasa? Maana alikuwa mdogo. Nilimwacha, hana shida mimi nani, sio mtoto yule. Mtoto umemwacha akiwa na miaka mingapi? Yaani wakati unamwacha unakuja kufanya kazi hapa mwanzoni. Mwanzoni sasa si mwaka juzi, tu mwaka jana tu ndo nimepumzika unajua. Mwaka mzima, mwaka jana. Lakini mwaka juzi ndo ulikuwa kazini. Kwa alikuwa na miaka 4. Sababu kama sasa hivi ana 7. Okay, kwa hiyo hizi kazi zinakusaidia kusaidia watoto wako. Huyo nani anasomeshwa na babake? Hapana, alikuwa na nani lakini kafikia muda akakata, kwa hiyo ikabidi nikawa napambana mwenyewe kwa sababu siwezi kuacha, kwa sababu mtoto haja disappoint yuko vizuri. Ikabidi nipambane. Naye ni wa kiume? Wa kiume. Watoto wako wote wa kiume?
Sasa nani Amina, inabidi wapambanie watoto wako. Yaani ukiwaza watoto wako ili inabidi pombe uiweke mbali sana. Usije ukasema ndio inakuondoa mawazo. Hiyo ndio itakulostisha ushindwe kuwasaidia watoto. Si umenielewa yaani pambana, saidia watoto wako. Huku kwenye hizi kazi kuna hela nzuri sana. Ukipata hela yako, nenda kafanya biashara, wasaidie watoto wako. Umenipata? Ndio. Kabisa nakupa. Yaani kitu ambacho wewe ungekuwa ushapangiwa kazi. Nakwambia ukweli. Ila hii tunavyoona hii sura ya pombe hii tunasema huyu tunampeleka wapi huyu? Yaani hamna, unajua hata ungempigia muulize hata bosi. Mpe aseme. Hata ukimuuliza bosi wangu, mimi kana msikia hata malalamiko ya bosi wangu. Bosi wako alikuwa anataka uendelee. Ndio, sasa ndio hamna tatizo, ndio ilikuwa huko. Alipiga simu nataka nibaki na Amina. Ndio. Alisema. Sasa sisi tukasema ulivyoondoka huu mwaka mzima, mbona umeenda kuukwa na vitu hatuvielewi, sio Amina yule. Bosi wangu sijawahi hata ukamuuliza mwenyewe kwa sema nataka nibaki na Amina jamani. Kwa hiyo nakwambia ukweli, kilichochelewesha kupangiwa kazi ni hiyo. Tuna wasiwasi huyu Amina, mbona karudi kama kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo uko fiti, unaweza kupangiwa kazi na unaweza kwenda kupambana kabisa. Sema kabisa, tarudi hapa. Mimi nimeshakupa woni. Kama ukienda kazini usiende kuleta utani. Si hapa hatuna utani kabisa. Una masiara. Haya, sawa. Angalau nimekwambia ule ukweli, kwa sababu nakwambia ukweli. Katika wadada walioko hapa, wewe ndio jembe unapambana. Lakini sasa ndio tunasema huyu kupambana anapambana. Asije tukaletewa mambo mengine. Hamna. Ila pombe ulikuwa unakunywa. Ulikuwa unakunywa unywe. Maana sio ukasema nakuonea. Hamna. Ulikuwa unywe? Mungu anakuona. Mpe maiki. Tuliache hilo mada. Usio ukasema nakuonea. Tuliache hilo mada. Ile tuliache. Lakini ujumbe umefika. Wewe ni mtu mzima. Ndio. Ujumbe umeupata. Jamani, hapa wadada wanaokuja ni watu wazima, walishakuwa na maisha yao, walishakuwa na uhuru wao. Kwa hiyo sio kwamba tunawajaji, ila tunasema unapokuja kazini huku tuna nidhamu za kazi. Zile yale maisha binafsi unayaweka pembeni. Sawa jamani? Sio kwamba kila mtu anaweza kuishi maisha yake anayotaka, lakini ukiwa kwenye ajira kuna mstari mmoja tu wa kwenye ajira. Sio ukasema mimi bwana ni mnywaji. Sio kwenye ajira ndugu yangu. Kwenye ajira nenda kafanye kazi. Bosi wako akikuwekea mtego usikubali. Kwa sababu kuna wengine wenzako wamerudishwa kwa ajili hiyo, anamtega kidogo kunywa, kumbe anataka amjue huyu vipi. Sasa sisi mtusikilize, sisi mabosi zenu ndio mtafanikiwa. Haya, mimi nawatakia jioni njema. Cha muhimu pambana. Hapa hatutaki wavivu. Sawa ndugu zangu, na sio sisi mabosi zenu. Hakuna mtu ambaye atakulipa hela yake afu aone umemkalia kizembezembe. Sisi tunaelewana. Tunaelewana kwa sababu wengine tushamaliza, tunajua bosi anavyotaka. Sio ni wewe unajua, sio wote. Sio wote wanajua. Wewe ndio unayejua hicho. Haya, mimi nimemaliza. Miongozo ipo, unaitaka kujifunza zaidi jiongeze. Sawa Soma elimu, yani ukipata maarifa utaweza kufanya vizuri sana. Sawa jamani? Ndio. Haya.